We bow before your throne. Awesome wonder, yeah. In mighty ruler, King of all the earth. We bow before your throne. And we bow down and worship Yahweh. Oh, yeah. We bow down and worship Yahweh. Come on, everybody, lift your voice. Let's worship. We bow down. We bow down. And we worship. Oh, we bow. We bow down. And we worship God. Yes. Hallelujah. Hey, Yahweh, Yahweh. We call you Yahweh God. We lift our voice and call Yahweh, 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 Yahweh God. Yeah. We call you Yahweh. Yahweh, we worship you, God. Lord God Almighty. He's only oh, we call you Yahweh. Lion of the tribe of Judah. Yahweh, Yahweh. And King of kings and Lord of lords, and Master of the universe. Oh yeah, Yahweh. All right, we lay our life, bow our knees to worship you. Hey, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Oh yes, we lift our voice and we worship the King of glory. Hey, oh King of kings and Lord of lords, and Master of the universe. Yahweh, and Yahweh God, Yahweh. So we lay our lives before you. Bow our knees to worship you. Sing hallelujah, hallelujah. Hey, Lily of the valley, we worship you right now. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Right now, you're gonna lift your hands right where you are and say we bow down one more time. Oh, 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 and worship. Oh, 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 and we bow down and worship Yahweh. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, blessed be the name of the Lord.
Welcome, Jesus. Amen. Karibu sana. Bwana akubariki sana tena jioni leo. Nashukuru Bwana kwa sababu ya fursa ametupatia Jumamosi ya leo. Nasema ya kwamba akubariki wewe umejitolea kusikiza. Maandiko yamesema amebarikiwa anayekaribia kulisikia neno la Bwana. Jioni leo umebarikiwa. Nataka nichukue muda usio mrefu wa kuongea nawe. Kumbuka we are talking about the plan. Everything you plan, you must put God inside. Why? Because when you plan without God, you are going to fail. When you are planning with God, you are going to succeed. Kwa hivyo every success in your life, you must understand, you must connect your life, connect your spirit with God. Anything you are doing. Ukisoma kitabu ya Mhubiri ni after kitabu ya Methali. Mhubiri 3, kila mmoja anajua maandiko pale. Inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Hapa ni kuelewa kwamba hata mwandishi alielewa mambo yote haifanyiki the same. Maana yake ni ya kwamba mambo inaweza kufanyika katika maisha, lakini kuna utaratibu wa utenda kazi. Alafu inasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hivyo inaposema kuna majira yake kwa kila jambo, inamaanisha ya kwamba huwezi fanya mambo yote the same. Kwa hivyo you must know the plan of God first ili uweze kuplan na yeye. When you know the plan of God, kuna kitu inaita the original plan of God from beginning. You must know the plan of God with you from the beginning. Au kuumbwa tu uwe duniani, lakini kila jambo unalolifanya ni kwa sababu Mungu aliplan from the beginning na akakuweka kwa kusudi. Ukisoma Biblia inasema vizuri ya kwamba before foundation we are there. Hapa ndio shida inakuwa, kwa sababu lazima uliamini hili neno na liwe part of your life. Because neno la Mungu alifanyi kazi nje ya imani ama nje anayeliamini. Kitabu hakiwezi fanya kazi. Lazima hiki kitabu kwanza kiingie ndani yako. Kinapoingia ndani yako, kina change everything. Hebu angalia katika Ephesians chapter number 1. Inasema atukuzwe, verse number 3. Atukuzwe Mungu wa Baba wetu Yesu Kristo, aliyetubariki na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Already we are blessed in the spirit. We are blessed in the spirit. Physically we cannot see. You cannot see physically your blessing, but in the spirit the blessing is there. Now the problem is to get the blessing. Here you transform the blessing to come reality. You need to understand. You must plan with God. You cannot put anything katika hali ya maisha yako kama Mungu azaushika. You cannot succeed to plan things without God. Kisikiza nikuambie something. Wakati umeokoka ni kusema umeacha mambo mengine yote, umeamua utakaa na Mungu. Na chochote utafanya na Mungu. Kumaanisha kwamba anything you are doing right now, you need to plan with God. Kwa hivyo ukianza kufanya mambo kama vile ulikuwa unafanya zamani kabla hujamjua Mungu, utafail kwa sababu shetani atakugonga. Kwa hivyo lazima uwe na relationship nzuri na Mungu ili anything you plan iweze kusucceed. Sasa watu wengi hutaka ya kwamba wa plan first alafu waingize Mungu ndani. Naye Mungu anataka uplani na yeye the first. Wakati unaanza Mungu akiwa ndani. How many people wanaweza anza na Mungu? How many people wanaweza start na Mungu? How many people ataomba Mungu before aanze?
Lakini unakuta ya kwamba kwa sababu tunapenda sana kutumia njia za mikato, njia zisizo sawa, njia zisizo straight, kwanza tunafanya, tukiona imeanza kubackfire, tunaambia Mungu continue, kuja uingilie. Lakini maandiko yanasema we are blessed from the beginning in the spiritual world. Kuna kitu nataka uelewe hapa, verse number 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Tulichaguliwa before foundation. Haujachaguliwa sahihi. Kuna kitu nataka uunderstand sasa hapa, ili uweze kuingia katika plani ya Mungu. Before foundation you are there. Before foundation you are there. Lakini physically au kuweko, but katika spiritually ulikuwa katika wazo la Mungu. Mungu alikuwa amekuweka katika mpango wake. Haraba sakatayada. Wakati Mungu ameweka plani yake ndani ya maisha yake, anasema fulani nimempangia. Ndio maana Mungu aliumba dunia kwanza na akaumba kila kitu kabla hajaleta mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndiye alikuwa anatayarishiwa. Mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya nchi ama ya dunia. Dunia ndiyo ilitayarishwa kwa sababu ya mtu. Kwa hivyo aliyekuwa na umuhimu sana ni mwenye alikuwa anatayarishwa mahali pa kukaa. Ndio maana wakati alimaliza, the last thing ya Mungu kuumba alikuwa mwanadamu, kwa sababu before aumbe alikuwa na plani ya wewe mwenyewe. Ndio maana haujazaliwa by mistake. Ndio maana unapaswa kujua you are the plan of God. The fact is you are the plan of God. The truth is you are the plan of God. Wacha nikwambie something. Lazima uonyeshe shetani wewe si plani ya shetani, wewe ni plani ya Mungu. Because before foundation ulikuwa katika plan na map. Inasema nini? Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi. Kwa hivyo kabla ya misingi hajawekwa duniani, wewe ulikuwa umepangwa na Mungu. Kabla ya foundation ijawekwa, Jehova alikuwa amekuchagua. Kabla anything itengenezwe, ulikuwa katika idea. Ndio maana maisha yako kama Mungu amekupangia na amesema plani zake ziko kwake, lazima ucommit yourself, lazima uconnect your spirit ili uconnect na yeye. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi kusucceed kama unatumia akili zako za kawaida. Wacha nikwambie something. Unapoanza kufanya kazi na mtu na unamfanya bosi yako, ukianza kufanya kazi kinyume na yeye na ile mpango alikuwa amepanga, kitu ya kwanza ni uelewe kwamba hautaweza kufaulu. Kwa nini? Huyu mtu amekuajiri, amekuweka katika kazi yake, anataka ufanye kulingana na kusudi lake na malengo yake. But now you are planning your plan ndani ya plani zake. Now that's the problem. Unakuja kwa Mungu, unaokoka, unakubali, unaacha dhambi na njia zote, na bado ukiwa ndani ya Mungu. In this kingdom kuna mwongozo, kuna mpangilio. Every kingdom kuna king, na kuna wale wanasimamia katika department zote. Anyone inside lazima ajue the plan of the king, ili aelewe mawazo ya mfarume, ili mfarume ampatie plana. Kwa sababu plani ya mfarume ama ule anaongoza, bila atasema ndipo kitafuatwa. Yesu alikuja akasema ya kwamba ninaye Baba, ninayesikiza kila siku. Kile anafanya ndizo nafanya, kile anasema ndizo natenda. Siwezi fanya kama hajasema. Kwa hivyo mimi yale nafanya ni yale niliona akifanya. Ndio maana nimekuja duniani. Siwezi fanya kingine. Ninataka nimfurahishe yeye. Nataka nimfurahishe yeye kwa sababu yeye ndiye amenileta. Alafu anarudi anasema ya kwamba hauwezi kuja kwangu sipokuwa Baba akulete kwangu. Kwa sababu gani? The plan ni mimi nikuje, nisimame katika mwanya wangu na Mungu, ili kupitia mimi mweze kufikia Baba. Hiyo ndio John 14 verse number 6. Inasema nini? Yesu ndio njia, kweli na uzima. Bila yeye hauwezi fikia Baba. Means ya kwamba wakati umekubali Kristo, umekubali the plan of the kingdom of God. Now you must obey to the kingdom. Lazima ufuate maagizo na njia za ufalme. Sasa sisi tunataka tuwe katika ufalme wa Mungu, lakini tukianza kufanya mambo tunafanya kivyetu. Hatuwezi inform ufalme. Hatuwezi. Hebu angalia kawaida. Ni watu wangapi wamecollide na rais wetu hapa Kenya?
watu wale wamekataa kufuata vile anataka. Ana plani zake. Siku moja amesema ya kwamba kama wewe hautafanya ile nataka ifanywe na nilikuchagua ili unisaidie kufanya, umekataa kufuata maagizo na kufuta kazi. That's the point. Ya kwamba kama unafanya vitu zako na si ufalume wako, ufanye vile ufalume unataka, mwenye alikuweka pale atakutoa. In the same katika kingdom ya Mungu, you need God to operate with you, but you are not ready to operate with God. Sasa swali ni moja, ni Mungu atakuja combine na wewe ama ni wewe utaingiana na Mungu? Nani mkubwa? Ni wewe utachange your plan. Ujue ya kwamba anything you are doing in this world, you need God. Because any plan you plan without God, ita backfire na itafika mahali. Kama tu umeokoka, unapaswa kujua anything you are doing, put Jesus inside. I think it is good to understand. Anasema before foundation, nilikupangia na nikuchagua. Jeremiah chapter number 29 verse 11. I know the plan I have for you. Because I know the plan I have for you. Anytime you know God yako na plan yako, kubali kuingia kwa hiyo plan. Because ukiingia katika plani ya Mungu, you will never fail. Makazara batata. I say you will never fail. Anyone anaingia katika mpango wa Mungu, hawezi shindwa. Hata kama atapitia msituni, atakutokezea. Hata kama atapitia kwa kifo, atakutokezea. Ndio maana Daudi akasema ya kwamba mimi, hata kama nitaingia katika shimo, nitatoka kwa sababu ninaye Jehova. Hata kama nitapitia kwa maji mengi, haiwezi nibeba kwa sababu kunaye ananiongoza. Hata kama nitapitia ndani ya moto, aliyefanya nipitie atanipitiza pande nyingine. But ukipitia kwa moto peke yako utaungua. Ukipitia kwa maji mengi utabebwa. Ukiingia kwa shimo utakufia ndani. Lakini kama ni Jehova amesababisha upitie pale, wacha nikwambie utatokezea. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba wakati Danieli alikuja akaambiwa sasa inabidi kila mtu ainamie miungu. Na unajua Daniel alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Biblia inasema ya kwamba Daniel aliomba asubuhi, saa 6 na jioni. Akielekea mahali anajua ya kwamba hapa ndio Mungu wa Israeli anasikia. Wengine walikuwa naabudu miungu. Wakaona jamaa anafanya mambo zake na katika serikali ya huyo mfalme. Wakaenda wakamwambia mfalme, sikiza, tunataka uweke sheria moja. Tunataka kuabudu Mungu mmoja. Na huyo Mungu unapomweka, yule hata muabudu wacha auawe. Aha. Kumbe wao wanaweka mitego hiyo yote kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Daniel. Daniel naye akasikia kwamba kumesemekana kila mtu aabudu huyo Mungu na hakuna Mungu mwingine anajulikana. Na unajua Nebukadneza, unajua wafalme wale walikuwa wakali. Biblia inasema ya kwamba alipoambiwa, alisema yeye hawezi inamia miungu, atazidi kuamua. Na ujue mfalme huyu ni mkali, na Biblia inasema ya kwamba sheria zake zilikuwa kama moto. Hawezi kutii, unatupwa katika tundu la simba na unakuliwa hapo hapo. Lakini Biblia inasema ya kwamba Danieli alijua ya kwamba I have God in my life. The plan I have, it is not my plan, it is the plan of God. Kama umeput your plan ndani ya Mungu, I tell you the truth, haijalishi kifo itakuwa mbele yako, haitakupata. My God. Biblia inasema ya kwamba alipoambiwa Danieli akakataa. Wakaenda wakasema ya kwamba mfalme, tumesafanya hii maneno, tumeweka Mungu, lakini kuna kajamaa kamoja kamekataa, kama Yahudi, kamesema akawezi inamia miungu, kanajua Mungu wa Israeli. Akasema nani huyu? Nani huyu anaweza kataa sheria ya mfalme? Kuna mtu anaweza kataa sheria ya mfalme, anayejua siko peke yangu, anything I'm doing I have God in me, na nikiwa na Yesu ndani yangu, sasa hakuna mwingine anaweza kushinda. Shida ni moja, tunafikaga mahali tunapigizwa mawe, tunasema turudi. Kwa nini tunarudi? Kwa sababu hatujakuwa na yeye mwanzo. Sasa tunataka kumuingiza kwa. Ulianza na corruption, uliongana upate kazi. Sasa ukiwa katikati kumeharibika, unaenda kuambia mhubiri omba Mungu aingilie. Mungu anaingilia, ulianza na yeye. Tuongee tu ukweli. Sasa tuanze kuongea. Kumbuka hii ni mafundisho ya kitume, inaweza kuwa moto kuliko vile unafikiria.
unaanza wewe mwenyewe. Ulienda unataka kazi, umeongea na bosi amekubali, umekubali kulala na bosi yako, akakwambia usiku mmoja tu na wewe unakuwa manager kwa hii kazi, umekuwa mkubwa wa wengine, umekubali, nasema kulala usiku mmoja tu peke yake, wacha nilale na wao nami nipate kazi. Sasa kazi imeanza kuleta shinda, umeenda kanisani kwa mchungaji, unaambia pasa boss ananifukuza kazi, sijui nani ananiingilia, kuna masetani imeingia kwa kazi, kwa sababu umekaa kwa mwaka moja, shida imeingia, au kujua ile ulianza au kuanza vizuri. Na nikwambie anything auanzi vizuri, hata ikimaliza miaka 20 itakugeuka. Chochote akizaanzwa na njia inayofaa inaweza kutofanya kazi wakati huo, mbati katikati ya safari utaona matunda ya kile ulifanya bila ipaswi. Mtu anakuja anasema kwamba pastor, niombee, kazi imeanza kuharibika, nimeona watu wameniingilia. Hebu muulize, hiyo kazi uliipata namna gani? Wengine wanakuambia nilikuwa muujiza wa Bwana. Ilikuwa ni plan of God. Niliingia kimuujiza, hakuna kitu nilitoa. Hataki kukwambia lilala na manager. Hataki kukwambia lilala na CEO. Kwa sababu gani? Akikwambia utamuuliza, "Guy, what happened?" Nao sisi tukiwa wahubiri tunafanyishwa kazi ya kuomba. Kitu kilianza na mpango wa kando. Kitu kilianza na mpango sio asili. Kitu kilianza na dhambi. Halafu tunaanza kutakaza. Jehova hawezi kuwa hapo. Ndio maana chochote unaanza lazima uput God inside, because wakati utaambia Jehova, wewe ndio ulinipea hii kazi, na wewe ulijua kwamba nilitoa sadaka, niliomba, niliita Mungu, nilijitolea. Sasa kwa sababu kazi imeharibika, intervene. Hallelujah. Karabasanda. Nasema Jehova ata intervene. Mahali popote ulianza na Mungu, ukiambia Mungu aingie, anaingia kama umeme, anaingia kama moto, na hakuna mtu anaweza simama mbele yako. Kwa sababu gani? It is the plan of God to be there. It is the plan of God. You must know the plan of God with you, because lazima ujue plan ya Mungu aliyo nayo juu yako. Ukijua the plan of God with you, no one can enter azuie barabarani. Hallelujah. Daniel akasema, never, I cannot worship another God. I know only one God. God of my father Ibrahim, Isaka na Yakobo. Alo, na siwezi inamia miungu mingine. Wakasema anacheza. Mfalme akauliza, nani huwa anaweza kuwa mkali kwa mfalume na ufalume, na mimi ni mtu anayeweka sheria ya mfalume huyu haikuwa inavunjwa? Akasema ni mmoja na ni Myahudi na anasema hawezi inama. Akasema wacha tuone, huyu anasema kuna Mungu anaweza pinga kile ninasema. Kumbe kuna Mungu aliye juu ya miungu. Kumbe kuna Mungu, kuna Bwana wa mabwana, kuna mfalme wa mfalme aliyekupea kazi, aliyekuumba. Danieli akajua kwamba I know, hata kama nitakufa, wacha nikakufe na yule mwenyewe nimechagua mwenyewe. Wacha nikakufe na Mungu ninayejua. Wacha nikwambie, kufia katika matumaini kuliko kukufa katika failure. Watu wengi huogopa aibu. I tell you the truth. I know many people wanaogopa kuaibika, lakini heri kuaibika na wewe uaibike uoshwe, kwa sababu unapoaibishwa unaoshwa, shida zako zinaondoka. Kuna vitu zinafanyika, zinawekwa wazi maishani. Hata mtu kama mimi kuna vitu zinawekwa wazi, aidha nilijifanya na sikujua inapaswa kuwekwa wazi, lakini inapotokea inaniosha, kwa sababu inanichange mawazo yangu, naanza kujua the true way of God. This time Danieli anasema ya kwamba I am ready to prove my God is only God, anaweza kuwa served. Biblia inasema ya kwamba aliambiwa sasa kama amekataa aingie, achukuliwe, atupwe. Hata kama alikuwa kiongozi katika ile ufalme, wa sababu alikuwa mtu na hekima, atupwe katika tundu la simba. Kumbuka hili tundu la simba, ukisoma Daniel utaona walikuwa wanatupwa huko ndani, wavunja sheria. Kabla hajafika chini, simba zimemlarua. Danieli alitupwa ndani. Alipoanguka, malaika wa Jehova akaingia, akasimamisha vinywa vyote vya simba aliye na njaa, asiulizwe nini kinaendelea. Akalala usiku kucha mpaka asubuhi. Walipoangalia wasema ya kwamba jamaa ako hajakufa. Kwa sababu gani? Alikuwa katika plani ya Mungu. When you are in the plan of God, any time you are doing things
ukiwa in the plan of God, no one can kill you. Hakuna mtu atakuwa before time. You cannot die before your time. Makarasotaba. Hakuna mtu anaweza haribu biashara yako. Hakuna mtu anaweza simama kinyume chako. Hakuna mtu anaweza kuua kabla hujafikiza. Walifikiria, I think ukigosea njia uingie ndani ya tundu la simba na ulikuwa umeingia na plani sio ya kihungu, utararuliwa juu. My friend, Kenya tunaamini hata Wakristo sasa tunapaswa Mungu atusaidie. Wengi wameingia milango ya nyuma, hata kazi wanafanya, hata biashara. Nasema siku hizi kama hujui wakubwa, kama hujui njia, kabaasa upeana hivi. Unajua siku hizi kutuma pesa na simu ni kazi kwa sababu utashikwa. Lakini kwa sababu unataka mlango ifunguke, unapita mlango ya nyuma unapeana kabaasa. Unajua kwa kaandikwe mahali, simu inaweza kutrakiwa. Lakini wacha nikwambie, unapofanya hivyo, wakati utapata shida, Mungu ataondokea. Atakwambia I am not there. Mimi sikuweko ukianza. Hii ndoa imeharibika kwa sababu gani? Au kwanza na mimi. Ni sawa ulioa, but mimi sikuweko ukioa. Hii relationship ulianza peke yako. Ukianza au kuniunganisha nayo. Kwa sababu hujaunganisha, sasa wakati imeanza kuleta, ndio nasema tupige magoti tuombe. Kabla haujaanza, ungeomba mapema. Uanze na Mungu. Ili Mungu akwambie hapa pale, hapa pale. Danieli asubuhi alikuwa. Watu walioambiwa mwambieni atoke, mwambieni atoke. Inaonekana hapa waliokuwa wenyewe wanamtupa ndani, walitupa huko. Kabla hawajafika chini walikuwa wameisha. Danieli akasemekana hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa katika mji huu isipokuwa Mungu wa Danieli. Sijui kama kuna watu wanaweza sema ya kwamba according to them Mungu wako ndio wataabudu. Sasa wanasema watu wengi, Mungu wa fulani siwezi abudu, Mungu wa kushindwa, Mungu wa wizi, Mungu wa ukora, Mungu asiyesimama vizuri. Watu wanalaani Mungu wetu kwa sababu gani? Tunaonyesha tabia zisizoleta Mungu. Tumeonyesha tabia zisizoleta uungu. Tabia za tamaa zimeingia kila mahali. Mahubiri sasa ni kama biashara ya ukweli. Akihubiri lazima pesa zitoke. Akikuombea lazima uweke sadaka kubwa mzito. Akikuombea na kuambia sasa nimekuombea weka ngiri 10 ndani. Nimekuombea weka ngiri 5 ndani. Nimekuombea fanya hivi. Si kwa sababu amekufundisha, anakuonyesha hii maombi lazima ilipiwe. That is not the plan of God. Hiyo ni plan ya watu because that's ambitious now. Because sahi hakuna mtu atakuuzia simu uende uchukue kwa duka bure. Sasa kama ukiniombea tumbo yangu ni mgonjwa, unabidi nitoe sadaka. Kichwa yangu ni mgonjwa, unabidi nitoe sadaka. Wacha nikuulize kweli. This is the plan of God. It is not the plan of God. Hiyo ndio plan ya watu. Because watu wako biashara. Na Mungu anisaidie. Siongei nikiwa kinyume yoyote. Lakini nikuambie something. Watu wengi wetu tulio viongozi tutapatana na bichapo za Mungu. Kwa sababu gani? Tumefanya watu wengi waumie. Hebu niambie, kama mtu atakuja kanisani na ana hata 100 na anataka msaada wa maombi na naambi lazima alipe kitu kidogo kabla hajaona mtumishi wa Jehova, ataenda wapi? Atakufia wapi? Unaambiwa uza plot, leta pesa kanisani. Uza gari yako, leta pesa kanisani. Unaambiwa fanya vitu, plani za kazi. Hata kama sisi watumishi tunaongoza watu, plani zetu ndio tumeweka mbele. Mungu atusaidie tuelewe kwamba we have the plan of God, the original plan of God. Na ndio maana Yesu alikuja akasema kwamba mlipewa bure, mpeane bure. Ni sawa kutoa, ni sawa kutoa fedha, ni sawa, lakini wacha kila kitu kifanywe na utaratibu wa Jehova. Jioni leo nimesema ya kwamba alipoingia katika plani ya Mungu, hata kama alikataliwa, Biblia inasema ya kwamba alipotupwa ndani ya tundu la simba alitokea. Shadrach, Abednego, wote wale wanjamaa watatu waliingizwa kwa moto. Walipoambiwa wakasema mfalume uishi milele, lakini sisi hata kama tutakufa watatukufia kwa moto. We know the original plan of God. We cannot worship the idol. Sasa sisi tunaabudu watu. Unainamia mtu akupee kazi, inabidi utoe kitu ili upewe kazi. Unataka kuingia kwa jeshi, tuma 300,000. Wewe umeingiza mtoto wako, umelipa mkubwa 3,000. Amequalify, aja qualify, pesa zako ndizo zina kwamba Mungu akusaidie. Uelewe ya kwamba si mpango wa Mungu kufanya hizo vitu zote. Plan with God. Kama ni Mungu amekupea kazi, hakuna pesa unapaswa uingie. Qualification zako ndizo zinapaswa kupea kazi. Unataka kuwa mwalimu,
au taonga wakubwa ili upromotiwe. Unapaswa kupromotiwa na Jehova. Unataka kuwa nasi, au pasi kutoa pesa kuliko zile unapaswa kusoma. Unapolipa zile za shule, unapaswa uingie upewe kazi, kwa sababu ni Mungu ingie. Dada, usilale na mkubwa wako ili upate favor kwa kazi, kwa sababu kama utakuwa kanisani, Jehova atakutoa huko. Ukisiputwa hiyo kazi, unakuja tuombe. Tunaomba tuambie Mungu namna gani? Ati baba, unaona dada kazi yake imeisha, na ni wewe ulimpea. Si wewe ulimpea, ulilala na mtu akakupea kazi. Sasa huyo ulilala naye ndio ubrithi na yeye akupea kazi, because hata tukiomba tutakuwa sasa ni waganga wa kienyeji. Tunaambia Mungu bariki mchawi, na anasema wacha mchawi akufe kama hataki kuchange. Lazima understand the Bible. Biblia inasema kwamba mchawi anastahili akufe. Kwa nini? Sasa wao akasipotubu anakufa. Hiyo ni Bible. Sasa okay, hatuwaombei wakufe, lakini unapoafika mahali mtu hataki kugeuka, itakuwa namna gani? Sasa wewe umefanya umalaya. Siku moja dada moja amekuja ameniambia nimuombe. Na amekuja akiwa mzuri sana, mimi sikujua kuna shida. Akakuja mahali nilikuwa, akaniambia nataka uniombee kwa sababu mume wangu ameanza kunigeuka. Na sasa sielewi nitafanya namna gani, because ndiye anasimamia. Ninapoenda kuomba, nikifunga macho sasa nimuombe, nimemshika mikono, nikasikia sauti imeniambia stop. Hebu muulize huyo bwana wake ako wapi. Nikamuuliza bwana wako anaitwa nani? Amekaa namna gani? Ni nini shida? Ni bwana wako ama ni bwana wa mtu mwingine uko naye? Akastuka, akaniambia ako na bibi, lakini sasa unajua alihama kwa bibi akakuja kwangu. Bibi yako na nani? Kaniambia bibi yako peke yake. Sasa mimi ndio nataka uniombee asitoke kwangu, kwa sababu nimeona anarudishwa mawazo huko. Nikamwambia ni uchawi unanifundisha. Au kama tunaweza ombea mke wa mwenyewe, bwana ya mwenyewe ameacha watoto wake wanateseka, akuja akae kwako, na wewe umekaa kwa mtaa, na sasa unamkula unammaliza. Sasa kile naweza kukuombea ni kukuombea uachane na yeye, kwa sababu hii ndio hatari ya maisha. Ananiambia pastor, hivyo ndio maombi unaweza omba? Nikamuuliza sasa, nikuulize wewe, si ni mtu wa mwenyewe umechukua yeye? Huyo mama anakulaga, anakunywa, ana watoto. Ananiambia hata mzee akuwa anaenda, ameanza kuenda juzi. Nikamwambia huyo mama ndiye analia kwa Mungu, yeyote ameshikilia bwana wake aachilie. Na wewe sasa tunaomba huyo bwana arudi kwake jioni ya leo. Wacha nikwambie kitu kusangaza. Huyo bwana hiyo siku ndiye alirudi jioni, na kurudi kwa hiyo mama tena. Huyo mama alikuja kuokoka. Wakati umefuata msimamo na unakuwa halali na umeanza kufundisha kile kinafaa, although watapinga, kitaonekana halali. Saa hii unaweza nipinga, lakini ukweli unasimama. I tell you the truth. And the plan of God is not there, you cannot succeed. And you declare like apostle, any plan you are doing right now, you are planning na haina Mungu. Wacha nikwambie, acha mapema. Kama uko kanisani, umeokoka, umezaa Roho Mtakatifu na unaombewa kila siku, usikubali kuplani bila Mungu, kwa sababu zitambackfire. Otherwise, kama uko duniani, fanya kidunia. Wao uko duniani, fanya kidunia. Kama unajua dunia vile inafanyaga, milango ya nyuma watapita. Biblia inaonyesha hii mambo ya ongo haikuanza sasa, ilianza mapema kitambo. Lakini kama uko kanisani, uanze kutoa tuchai, uanze kutoa tu vitu wa kuingizwa, tumizigo tuingie kutoka nchi nyingine, unalipa tu vingine. KRA ukiambiwa ulipo utaki, kanjo unaruka. Yes, barua hautaki za serikali. Wewe unataka kufanya tu kama vile watu wengine wanafanya. Wao utaisha. I tell you the truth, anyone anakuwa ameokoka vizuri, aanze hiyo milango, anaishaga barabarani. Kwa sababu mapepo itakuwa ya kwamba anaenda kwa Mungu, anakaa kisu. Hii jamaa anasema ameokoka, mbona anaenda na milango hii? Nipe ruhusa nikonge. Kazi inapigwa. Jioni ya leo, juu ya kwamba wakati Shadraka, Abednego walipokuwa wanaingia kwa moto, walisema tumekubali tukufe, lakini tukiwa na Mungu tuwenye tunajua. Biblia inasema ya kwamba hata wakati moto uliwaka ukaongezwa mara 7, waliowatupa ndani walikufa tu, moshi iliwaua. Lakini point ni hii, walipoingia, wakifika ndani walikuwa 4 na waliingia 3. Kwa sababu gani? Anything to do with the plan of God, God must intervene. Mungu ataingilia plani zake zote zile ameplani na wewe. Nikuulize swali, yale mambo unafanya kuna Mungu ako ndani? Ile biashara yako Mungu ako ndani, ama kuna ukora ulifanya? Halo? Mtoto wako ulimpeleka kwa kazi, kuna kitu ulitoka pea mkubwa ili apate job. Mwingine atatoa kama hizi atolewe.
Unakumbuka wakati Daudi aliua mke wa Uria? Aliua Uria ili achukue mke wake. Alipozaa mtoto, Mungu aliua mtoto. Uchungu wa kuua mtu mwingine, kifo, malipo ya upanga ni panga. Mungu anasaidia. Tunaelewa leo na nakufundisha leo. Unaweza pinga ama ukubali, but the fact is ile njia utatumia kupata, ndio hata kama hivyo. Biblia inasema ya kwamba, I think hapo nitaongea kesho kwa sababu naona saa zangu zimeisha. Katika Proverbs, pesa zinakuwa na mabawa ya kutoroka kwako. Venye zinaingia zinatokaga hivi. Proverbs 23. Unaweza kwenda usome hiyo Proverbs 23 kabla tuisoma kesho. Uelewe. So kama ni kesho ama ni Monday, lakini all the same we are going to read it. Sijamaliza ujumbe, lazima niendelee. But the point is, you must know what is the plan of God. Wacha kuongozwa na tamaa zako. Tamaa ni mbaya. Mimi nimepitia vitu mingi sana kwa sababu ya kufuata akili zangu na nikafeli. Ndio maana nasikia uchungu. Kwa sababu ni mambo mengi sana nimefeli kwa sababu nilifikiria akili zangu kila kitu inasema ni ukweli. Pray God. Let God direct you. Let God direct you. Watu wanasema unajua hakuna ndoa inanga challenges. Hakuna mambo haina challenges. Lakini ndoa ya Mungu inakuwa tamu. Mungu akikupea mke na akupea mume, hamtaishi na makesi kwa nyumba. Hiyo kitu ni Mungu ameileta, inakuwa na furaha. I tell you the truth. Kitu haina Mungu linasumbua mtu. Sababu hakuna mahali Mungu kunakuwa na hizo chaos. Vitu zingine zinafanyika kwa sababu haikuanza na Mungu. Hebu ziulize, yale mambo unafanya ulianza na Mungu? Na ndio naona watu wengi wana break. Unasikia heartbreak. Hizo heartbreak zote za nini? Because ni vitu uliziingiza na Mungu hakuweko. Sasa Mungu atusaidie tuwe na yeye. I want to pray for you. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, naomba kwa sababu ya wapendwa hawa wamenisikiza siku ya leo, na declare favor upon them right now. I declare the anointing of God upon them. I pray for the power of the Holy Spirit. I command every power of the devil inao confuse watu, maisha yao wanaingiza na njia za giza. Nimetangaza Mungu ukawe na mwangaza, waweze kuplani na wewe. Kwa sababu ninasema wewe ni mwangaza. Kwa sababu gani? Anayeinua sauti yake mbele zako anakulilia, Bwana hawezi kataa kumsikia. Na aliye kwa nuru anafanyia mambo wazi. Nimedeclare kibali cha Mungu juu ya kila mmoja right now. Naomba plani zote una plani sasa, Jehova akusaidie. Na kama kuna zako ulikuwa na plani na njia mbaya, kuna tu plani ulikuwa nazo tuagiza, hebu tukatae sasa, anza kuplani na Mungu na Mungu ataingilia. Naomba baraka na amani kwa nyumba yako. Naomba plani zote unao plani zikasucceed sasa. Aliye plani na Mungu, wacha Mungu akaingilie. Hata kama shetani alikuwa anapinga, chochote kinaplaniwa na Mungu. Barabara ya Mungu haikai na mtu, itapita. Ukisimama mahali barabara Mungu anapitia, utapitwa na wewe. Ukikaa barabara mahali shetani anapitia, ukikaa utamwona shetani amekuja. Ingia katika barabara ya Mungu, uplani na yeye na upita na yeye. Na usiku wa leo ninaomba plani zote umeplani za familia, za ndoa, za biashara, za kazi, za watoto, anything, za shule, za masomo, chochote Mungu aweze kufanya na wewe. Mimi nabariki maisha yako, nabariki nyumba yako. Nimedeclare favor na nimedeclare anointing of God to touch your life. Nimetangaza roho yote inao confuse maisha yako. Kama uko na biashara, Jehova kaishimamishe. Kama imeingiliwa na shetani ndiye anapiga, Jehova kaingilie. Kama uko na jamii, shetani ndiye ameingilia. Kuna watu walisikia sauti ya Mungu vizuri na wakafanya mambo wakiwa wamesikia Mungu, lakini shetani anataka kuingilia awaonyeshe si Mungu. Sometimes shetani anaweza ingilia kitu Mungu alianzisha ili akuvunje moyo. Lakini unaona bila Ayubu alifanya, shetani alikuja kuingilia familia yake, lakini kwa sababu alikuwa Jehova, alirudishiwa kila kitu double. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu alikuwa ameanzisha na watoto wake wote. Unaweza pitia mateso na ukijua ni plani ya Mungu, simama tu hata kama unapitia, Jehova atakulipa. Nimedeclare saa hii, kila plan ulikuwa umeplan na Mungu, lakini shetani anajaribu kukuvunja moyo kuonyesha ni kama Mungu hakuweko. Nimecancel plani za shetani na nimeachilia
moyo wa Mungu, roho wa Jehova ingilie, na kibali cha Jehova, rehema na neema za Bwana ziwe na wewe, na usiku wa leo ukabarikiwe. Ninaamuru baraka kwa nyumba yako, naamuru baraka kwa kazi yako, naamuru baraka kwa watoto wako, naomba baraka kwa mume wako, naomba baraka kwa mke wako, na declare hata kama unafanya ministry yoyote, mali uko na huduma ya uimbaji, ya unabii, yote ya maombi, ya utume, nabii, zote zile unafanya, uinjilisti, uchungaji, walimu, zote ninazibariki mbele za Bwana. Na nimedeclare, wacha hata kesho yako ikawe na neema. Mali popote unahudumu kwa ministry, kesho mahali unaingia, Mungu akupatie neema ya kufanya kazi 100% kwa neema ya Bwana. Bwana awalinde. Kama unaamini sema amen kubwa. Sema I receive it in Jesus name. Amen. Type hapo. Nashukuru Bwana kwa sababu yako. Namba yangu ni 07 1329 3282. Hiyo unaweza piga, unaweza SMS na message itanifikia. Tunaweza omba na wewe kwa kila kitu. Aidha kuna jambo nataka nikusaidia kwa akili, nitaongea na wewe na Bwana atakusaidia. Roho Mtakatifu akiwa ametusaidia. 0713 293282. Apostle Asford. Sasa hiyo ni jambo litakusaidia. Fuata, endelea. Kesho ni Jumapili. Kumbuka na kuwa hapa kutoka saa 3 mpaka saa 4. 1 hour full service. Na kukaribisha. Kama wewe unaenda kanisani, sawa, enda kanisani kwa ibada mahali unaendaga. Kama uendi, na wengine wanamaliza ibada na wanaenda, wengine wanaungana na mimi na wanarudi wanaenda ibada zao, unaweza ungana na mimi asubuhi. Kama uko katika ibada ya mtandao kila wakati uko pale, commit yourself. Kama wewe ni mmoja wa commitment hapa, hakikisha you are committed 100%. Saa hii watu wanaenda kanisani watu 100 kwingi, sasa inakuwa inabidi ibada zinakatwa. Sasa kama wewe ni mmoja wale wanaendaga na shift, lazima understand. Ibada inakuwa full service. Naweka tu worship, na ninaomba, na ninahubiri. Jambo la muhimu ni hili. Ibada una attend kama ibada zingine. Kama unakuwa committed, unaweza toa fungu lako la 10 the same time, unaweza toa sadaka yako, ni vizuri kuingia. Watu wengi wanasema sasa mitandao unatoa sadaka. Unatoa sadaka kwa hiyo mitandao. Because sasa utasema utatoa sadaka because uko nyumbani. Give your tithe, give your offering. Willingly. Hiyo it is not about force. Hiyo namba nimekupea ndio unaweza itumia. Unaweza itumia kutuma sadaka yako asubuhi. Kwa hivyo ungana na mimi saa 3 kamili. Alafu tumalize saa 4. Utabarikiwa. Wewe kama unaenda kanisani, kubali enda kanisani. Siku moja nimeongea na friend of mine. Nikakuta rafiki yake amekuja, nikamuuliza na wewe unaenda kanisani? Akaniambia hapana. Na unatuma sadaka kwa kanisa? Ananiambia natuma aje. Sasa wapasta waje kutupea hata sisi. Mwambie ai. Sasa mwaje kupewa na wachungaji. Ina maana ya kwamba sasa wachungaji sasa ndio wanatoa sadaka. Nikamwambia haina shida, lakini unajua nini? Kama corona ndio imefanya uache kuwa mwaminifu kwa mchungaji aliyekuwa anakulea na anakusaidia, uko na problem. Watu wengi this time hawajakuwa waaminifu, wengine hawajakuwa wakitoa kabisa, wamekuwa wakiacha. Usiache mtu aliyekusaidia maishani mwako. Usiache nabii wa Mungu. Biblia imewaamuru wanaweza pata chakula kutoka kwa wale wanaowalea. Biblia inasema kwamba anayekupea chakula ya mwili na wewe as a law na unampatia mwili. Ukisoma vizuri Galatians 6 verse number 6, unaangalia vizuri, unaona vile inaanzia pale. Mungu atakubariki unapotii. Enda kwa ule nabii, kubali kutii, fuata. Kwa hiyo ungana nami asubuhi saa 3 kwa ibada na Mungu atakubariki sana. Nilikuwa nataka hata nirudishe ibada saa 2 mapema kwa sababu ya wale wanaenda ibada, but tomorrow itakuwa saa 3. By next week I will change the program kwa sababu ya masaa ya kwenda church. Sababu unapaswa uende, kama ulikuwa na mpango wa kwenda usikize na uende. Sasa naona watu wengi wanaenda mapema, nategemea kanisa iko na watu wangapi. Ile iko na watu wengi wanaenda mapema kutoka saa 12 wako ndani. Lakini nakukaribisha kwa hii ya mtandao. Kumbuka hii ni ministry, si ya kunimalizia leo. Hii ni continuous all the time. All the time. Si kwa sababu ya corona. Hii ni kitu ya kuendelea. Kwa hivyo hii ni ministry full. God bless you. Pray for me. I will pray for you. Anything you have. Kama uko na hitaji lolote linasumbua moyo wako,
Unaweza sema niombe na wewe, unaweza andika niombe na wewe, na Mungu mwenyewe ataingilia kati. Siku moja niliomba katika mtandao na mtu mmoja akiwa Mombasa, alikuwa amepagawa na mapepo, na nikaanza kuomba nikiachilia nguvu za Mungu nikimwombea. Nikamwambia na weka loudspeaker ya simu yako na ukae mahali, uchunge usije ukaenda mahali utaanguka ugongwe. Akaenda akakaa kwa kitanda, nikaanza kuomba nikaachilia nguvu za Mungu. Nikaanza kusikia ameanguka chini. Lakini sasa alikuwa ameweka loudspeaker, alikuwa anasikia mimi nasema, nikakemea mapepo akawa delivered, na mapepo ilikuwa imemuingia toka yote. Mimi sikuwa pale, nilikuwa mbali, Nairobi na Mombasa ni kilomita 500, lakini akawa delivered by faith. Sasa unaweza kupokea muujiza wako kama unaamini. Finally, huyu jamaa alikuwa kijana mdogo, sasa ni reverend wa ACK, na nilimwombea akiwa kijana mdogo. Wakati huo Mungu alimsaidia. Sikiza, Mungu anaweza kukusaidia. God bless you. Have a good night. Na Mungu awe na wewe. Shalom, amani ya Bwana. God bless you. Amen. Anything to do with the message? Unaweza ituma. Glory be to the Lord.